Naam, tunaendelea na season yetu kama kawaida, mpenzi msikilizaji. Tunaendelea kukupa vitu bora kila siku, na leo nakuja na story nyingine ambaye ni story ya Glady pamoja na Naomi, mtu na rafiki yake hao pamoja na Sam. Sam alikuwa ni mfanyakazi ambaye ameenda kuomba kazi kwa Glady. Kabla sijakuelezea story hii, nitakuelezea kwanza kwa kiufupi nini ambacho kinaendelea. Siku moja Sam alikuwa anatembea na kuokota takataka mbele ya nyumba za watu. Alipofika nyumba ya kina Glady, alimkuta Glady akiwa anamfukuza mfanyakazi ambaye anamwambia kwamba toka, sitaki hata kukuona. Wewe mfanyakazi gani unatoa siri zangu za ndani unapeleka nje? Na kulipa 200,000 alafu unafanya upuuzi, unaenda kutoa siri zangu nje. Sitaki hata kukuona, ondoka katika mbele ya macho yangu. Sitaki hata kukuona tena hapa kwangu, na usije ukarudi hapa. Akana mfukuza huko na kumtupia vitu wa nje. Samu akasema, kwa nini huyu mkaka anapokea hela kubwa hivi 200,000 kwa mwezi alafu anafanya upuuzi wakati mimi naitamani hata hiyo hela ili niweze kusaidia familia yangu? Je, unajua nini ambacho kiliendelea baada ya Glady kumfukuza huyo mfanyakazi? Kama ni mara yako ya kwanza, ungefanya jambo la kiungwana la kusubscribe channel yetu ili wa kwanza kabisa kupata vitu vyetu pindi bado vipya kabisa. Mpenzi msikilizaji, tunaendelea na historia yetu ya Glady pamoja na rafiki yake Naomi pamoja na Sam. Sam baada ya kutoka pale asubuhi akadamka na kwenda pale kwenye ile nyumba kina Glady. Akagonga hodi, Glady akamfungulia. Akamwambia unasemaje? Akasema samahani, nimekuja naomba kazi. Akamwambia hapa hamna kazi. Unataka kazi gani? Akamwambia mimi nataka kazi yoyote tu, mimi mradi kazi yoyote nafanya. Wewe unaweza kufanya kazi kweli? Akamwambia ndio naweza kufanya. Na nikakwambia kwamba hapa mimi nataka kufanya kazi. Akamwambia mimi nimeona tu kwamba nilikuwa napita katika nyumba nikaona niambia kwamba hapa kuna hii nyumba hapa anatafuta mfanyakazi, ndio maana nikaja kugonga, nahitaji kazi. Shida yangu mimi ni kazi, kazi yote mimi naweza kufanya. Glady akamwambia unaweza kufungua gate wewe? Akamwambia ndio, mimi kazi yote madam nafanya. Akamwambia kazi iliyopo hapa ni kazi ya kufungua gate, kwa hiyo kama utaweza kufungua gate basi kazi umepata. Basi alifurahi sana na akaanza kufungua gate. Wakati anafungua gate anafanya ile kazi, alikuwa analipwa kiasi cha 200,000 kwa mwezi. Siku moja madam alikuja bila gari ambaye ndiye Glady. Alipofika bila gari akamwambia Sam, akamuuliza madam Glady, mbona leo umekuja bila gari? Akamwambia gari limenikera tu, limenibora, limeharibika. Wakati nalitengeneza likali linanisumbua tena, nimefika hapo karibu tena likaharibika, nikaamua kuachana nalo nikaja mimi mwenyewe. Akamwambia mimi naomba nikakutengenezea hilo gari nikuletee nyumbani kwa sababu unaliachaje gari mbali wakati wewe unakuja mwenyewe kwa miguu. Akamwambia kwani wewe unaweza kutengeneza gari? Wewe si gateman tu kufungua gate, kwani unaweza kutengeneza gari? Akamwambia mimi na uzoefu kidogo. Basi madam hakuwa na kipingamizi, aliamua kumpa funguo. Baada ya kumpa funguo, Sam aliondoka na kwenda kurekebisha ile gari. Baada ya kumaliza akaileta ile gari nyumbani. Baada ya kuleta ile gari nyumbani, basi akawa anaingia ndani kwenda kumpelekea funguo madam. Kuna mlinzi mwingine ambaye alikuwa ni chief cook wa kupika pale ndani. Akamwambia unaenda wapi? Akamwambia nampelekea madam funguo. Akamwambia madam hawezi kufungua saa hizi, mara kidogo madam akatokea. Madam Glady alipotokea akamwambia Sam, vipi umefanikiwa? Sam akamwambia ndio nimefanikiwa. Yule mlinzi mwingine akamwambia yule ambaye ni chief cook anayepika, akamwambia hapana, huyu ni muongo, amechukua gari amepeleka kwa fundi afu anajifanya katengeneza yeye. Akamwambia achana naye, hata kama katengeneza kwa fundi, hata kama kafanya nini, gari yangu si imepona. Basi alimpa funguo, akamwambia da, uko vizuri kwa kweli. Basi aliendelea kufanya kazi zake za kufungua geti. Mara siku moja rafiki yake ya Glady alikuja ambaye ni Naomi. Akamwambia da, mbona unamfanya kazi mzuri hivi jamani, ni handsome, mbona mimi nimempenda. Akamwambia wewe na wewe acha bana mambo yako ya ajabu, unampendaje mtu gateman wa kufungua tu mageti huyo? Wewe unampendaje mtu kama huyo? Akamwambia hapana, ni mzuri kweli kaka, watu ni handsome. Akamwambia achana naye bana. Kweli alikuwa ametoka kumpenda sana yule kaka. Akawa anamchungulia dirishani, akawa anamwambia madam Grace, anamwambia madam Glady, angalia, hebu chungulia mwenyewe uone jinsi gani alivyo mzuri yule kaka. Akamwambia bwana achana nayo mambo bwana, mbona unapenda kupenda hivyo rafiki yangu, umekuaje? Basi akawa ameondoka akatoka. Baada ya kutoka basi jamaa aliendelea na kazi zake, lakini hakufanya kazi moja. Siku moja jamaa kama amechelewa, ule mpishi kama amechelewa kuja kupika. Baada ya kuchelewa kuja kupika, basi ile Sam kama amemwambia madam, usijali mimi nitakupikia. Akamwambia na maana hata nakupika pia unajua? Akasema ndio. Basi akawa amepika. Alipopika akaleta chakula. Wakati analeta chakula yule chief cook akawa akafika. Alipofika akamkuta anamsifia madam Glady, anamsifia Sam. Anamwambia kwani umepika chakula kitamu sana. Basi ile chief cook alichukia sana baada ya kuona yule Sam anasifiwa kila kitu. Basi aliamua kukasirika sana, akawa ametoka zake. Basi akamwambia wewe ni mpishi bora sana, ni kila kazi unaweza. Basi ikafika mwisho wa mwezi. Ilipofika mwisho wa mwezi,
Samu akawa ameongezewa pesa, ile ilikuwa nalipwa 200,000 akawa amepewa 300,000. Baada ya kupewa 300,000, ile chifukuka mwingine akasema, hivi madam, mimi nimefanya kazi kwako kwa miaka mingi, hujai hata siku moja kuniongezea mshahara, mbona mwenzangu umemwongezea mshahara? Akasema, wewe hujui, huyu mwenzako anafanya kazi zaidi ya moja, kazi yake ni kufungua gate, lakini angalia gari amenitengenezea, na bado pia chakula kanipikia, anafanya kazi zaidi ya moja, kwa hiyo lazima hata nimpendelee na yeye, kwa sababu ni mtu ambaye anajielewa na anafanya kazi vizuri. Akamwambia, basi na mimi nitafanya kazi zote, sitakuwa natumwa tena, nitakuwa najiongeza mwenyewe. Akaambia, utajua mwenyewe, lakini mimi nimemuongeza mshahara kwa sababu anafanya kazi nyingi. Mara kidogo rafiki yake alikuja tena, yule Naomi. Baada ya kufika akamwambia, jamani, naomba niende nikapige story kidogo na yule mlinzi wako. Basi alimwachia akaenda kupiga story. Madam hakuwa na iana, akati anapiga story, lakini hilo ikawa inamuuma, kwa nini anapenda kuongea na mfanyakazi wake. Aliporudi akaanza kumgombeza, akamwambia, Sam, mbona unapenda kuongea na watu? Kwa nini unaongea na watu? Wewe umesahau kazi yako ile kuleta hapa. Sam akamwambia, mimi madam sijui chochote, amekuja tu anapiga story na mimi sielewi chochote, hata kwa kweli sielewi chochote, unanihukumu tu bure. Akamwambia, mimi sipendi, fanya kazi bwana. Lakini yule madam baada ya kumgombeza pale Sam alipotoka, Naomi akamwambia, kweli ugetimani wako ni mzuri, mimi nimempenda, yani ni mzuri kweli, ni kaka handsome, alafu anajielewa, umeona. Basi siku hiyo alikuja tena nyumbani Naomi. Baada ya kufika alimkuta Samu akiwa na mawazo sana. Akamwambia, unawaza nini? Samu akamwambia, nawaza kwa sababu familia yangu ina matatizo, wanahitaji hela kidogo. Akamwambia, wewe jana umepokea mshahara wewe? Akamwambia, ndiyo nimepokea mshahara, lakini ule mshahara niliwalipia wadogo zangu ada za shuleni. Sasa nimeambiwa sasa hivi tena huyu mama yangu mimi mzazi anaumwa, kwa hiyo natakiwa nitoe hela ya kwenda hospitali. Akamwambia, kama shilingi ngapi? Akamwambia, ni hela kidogo tu. Madam akawa na yule madam sasa akawa anampa ile hela yule Sam akakataa ile hela. Akamwambia, hapana, mimi siwezi kuchukua hela yako kwa sababu mimi siwezi kuchukua hela bila kufanyia kazi yoyote. Akamwambia, hapana, mimi nimekupa kwa sababu umesema una matatizo na umesema huwezi kumwambia bosi wako kwa sababu jana akakupa mshahara. Akamwambia, ni kweli siwezi kumwambia bosi wangu kwa sababu kanilipa jana tu mshahara. Sasa na leo nikienda kumwambia tena tatizo lingine atanionaje? Akamwambia, basi mimi nakupa hii hela. Lakini alikataa kata Sam. Ikabidi sasa yule madam Naomi akamwambia, basi kama unakataa hiyo hela, basi mimi nakuazima, utakapoipata utanirudishia. Basi hapo akakubali. Sam akapokea ile hela. Baada ya kupokea ile hela akaenda kule ndani yule kwa rafiki yake. Sasa alipofika akamwambia, kwa nini nimeona unampa hela, ni mlinzi wangu, kwa nini unampa hela? Au unamuonga nini? Ni kitu gani unachokifanya ambacho mimi sikielewi? Rafiki yake akamwambia, hapana, ameniambia ana shida, ikabidi nimkopeshe. Sasa akamwambia, kwa nini asiniambie mimi? Akasema, hamna, ameogopa kukuambia kwa sababu jana tu umemlipa mshahara, na leo akisema adai tena hela utasema kwa nini anadai hela wakati jana umempa mshahara. Hivyo ndio maana akaniambia mimi. Basi baadaye alimuita Sam madam, akamwambia, kwa nini unapenda kuchukua hela za watu? Akamwambia, hapana, mimi sijachukua hela yake, ila mimi nilikuwa na matatizo. Matatizo gani? Wakati jana mimi nimekulipa hela yako. Akamwambia, nilikuwa na matatizo madam, mamangu anaumwa sana, na pia ile hela niliyopokea jana niliwapa wadogo zangu za ada ya shule. Kwa hiyo mama alivyokuwa anaumwa inabidi nishindwe, lakini ile hela pia kaniazima tu, ameniambia nitamrudishia. Au kama vipi nimrudishie hela yake? Madam akamwambia, hapana, usimrudishie hela yake, wewe baki nayo tu, lakini mimi sipendi hiyo tabia. Kama una shida na hela bora uniambie mimi. Akamwambia sawa. Lakini ile madam akawa kama anaanza kuwa na wivu na Sam, na anamuonea wivu rafiki yake Naomi kwa sababu anaona anakuwa karibu sana na Sam. Basi siku zikapita. Siku moja alikuja tena Naomi rafiki yake, akamwambia, Sam, naomba kama siku una nafasi, naomba tutoke twende tukatembee kidogo. Akamwambia, hamna shida, mimi kuna siku moja ambayo nilipewa na bosi ya kupumzika, kwa hiyo siku nitaitumia nafasi kama ya kutoka na wewe. Basi kweli ilipofika hiyo siku walitoka na Naomi kwenda kutembea. Wamefika kule wakaenjoy sana. Baada ya kurudi, basi ikabidi madamu akawa ameona, akamuita Sam, akamwambia, Sam, ulikuwa umeenda wapi? Akasema, nilikuwa nimetoka na rafiki yako aliniambia nitoe kidogo. Kwa hiyo tukawa tumetoka kwenda kuenjoy na nimerudi, lakini leo ni siku yangu pia ya mapumziko. Akasema, mimi sipendi hiyo tabia. Kwanza leo hii mwanzo na mwisho, na kwanza sasa hivi sasa hakuna kupumzika hata siku moja. Kila siku utakuwa unafanya kazi. Hata hiyo siku niliyokupa mapumziko tena hakuna. Yaani akawa mkorofi sana na amegomba sana kwa sababu ya wivu. Baada ya hapo Samu akamwambia, lakini unakuwa unanionelea kwa sababu mimi sina kosa lolote. Wewe mwenyewe umenipa siku moja ya kupumzika. Hiyo siku na mimi nikaitumia kutoka tukakwenda kuenjoy na rafiki yako. Lakini naona unakuja unanigombeza kama mtoto bwana. Akamwambia, hapana, umenikera na umeniuzi sana. Kwa nini unatoka tu bila taarifa afu unaenda tu? Sasa kuanzia sasa hivi hakuna kwenda kupumzika wala hakuna kufanya kazi. Yaani kila siku unakuwa unafanya kazi. Basi
alionekana kuwa kama ana wivu fulani, anamwonea wivu rafiki yake Naomi, lakini mwanzoni alimwambia huyu ni geti tu mani, hana maana yoyote, mfungwa wa geti atakupeleka wapi? Lakini maadamu ile Naomi akawa ameshampenda Sam na yeye hakuwa hata anampenda sana, ila tu alikuwa na mambo yake. Mpenzi msikilizaji, kwa kuwa story yetu bado ni ndefu, tutaendelea katika season ya pili ya Sam na